Kulikuwa na video ambayo ilikuwa inatapakaa kwenye mitandao ya kijamii, ama niseme ilikuwa na trendi kwenye mitandao ya kijamii, of course hasa kule Nigeria, ambapo ilikuwa ikimuonyesha babake na Asake. Huyu ni msanii kutokea nchini Nigeria ambapo anaishi California kule nchini Marekani kwa sasa. Sasa ilionyesha video ya babake Asake akiwa of course yupo katika hali mbaya, design kwamba anaumwa, na sababu hasa ambacho kinampelekea ugonjwa hasa ambao unamsumbua ni kwamba wanasema mwili wake umepooza. Na of course baba wa Asake alijaribu kusema kwamba jaribu kumpigia simu Asake, lakini Asake hapokei simu, mara nyingi hapokei simu, umeona, na vitu kama hizo. Sasa babake Asake alijaribu kuomba wananchi wa Nigeria wajaribu kutag ile video ambayo alikuwa ameposti ili ziweze kumfikia Asake, aweze kuziona ili kuweza kumsaidia babake. Na of course wanasema mara ya mwisho babake na Asake anasema kwamba mara ya mwisho kuzungumza na mwanae ilikuwa ni Machi 2022. Of course walizungumza kupitia njia ya simu, lakini kutokea mwaka 2022 mpaka this time around means kwamba hawapo katika mazungumzo yoyote, hawajai kuzungumza mpaka leo hii. Sasa kupitia video hiyo ambayo babake Asake ilikuwa ina trend kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo, kwamba jaribu kuomba msaada kwa mwanae aweze kumsaidia msaada wa kimatibabu. Sasa of course Asake amekuja kulijibu hilo mara baada ya kuona hiyo post ambayo ilikuwa ina trend huko nchini Nigeria. Sasa Asake alimjibu babake kwa kupitia nyimbo ambayo alikuwa anaimba kikabila. Alikuwa anatumia lugha ya Nigeria, nafikiri ni lugha ya huko kwao, ambapo alipost kwenye account yake ya TikTok. Ni kwamba alichokizungumza Asake kupitia maneno haya ambayo alikuwa anazungumza kikabila, alisema kwamba of course huwezi kumfurahisha kila mtu, huwezi kumfurahisha ulimwengu, lakini chochote unachofanya kifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Baba yangu nimemtumia pesa nyingi sana, nimempambania kwa miaka mingi, lakini wanataka kunifanya nichoke maisha. Asake akiimba kikabila ambayo ni kikabila ni kilugha cha Yoruba kutokea huko Nigeria, katika video ambayo alikuwa ameiposti kule upande wa TikTok. Ole taye lorun, taye lorun. Ole taye lorun, taye lorun. Gbogbo tó bá ń ṣe, ṣá máa ṣe f'Ọlọ́run. Kò dẹ̀ rántí ọjọ́, a máa wọlé sùn. Ole taye lorun, taye lorun. Ole taye lorun, taye lorun. Gbogbo tó bá ń ṣe, ṣá máa ṣe f'Ọlọ́run. Kò dẹ̀ rántí ọjọ́, a máa wọlé sùn. Abórí, abórí, bó ṣe ń lọ ọmọ ìyá mi abórí. Bàbá mi gan fẹ́ kájò mi, bọ́mú stand mo fi tẹ́lẹ̀ paná mi. Ọmọọba mo máa ń tẹ́wọ́ gan, mo dẹ̀ lónú kan. Tó bá distract mi máa move on. Life mi kò fẹ́ wàhálà, close to God. Ọlọ́run ló ń gbé mi lọ. Haya ni maneno ya Asake baada ya baba yake ambaye anaumwa sana na mwili wake umepoza, ambapo baba yake anaitwa Mr. Odons kudai kuwa msanii huyo amekataa kupokea simu zake tangia mara ya mwisho kuzungumza naye mwaka 2022. Sasa hebu tuambie wewe una mtazamo gani juu ya hii post ambayo nimekuwekea hapo? Tuambie mtazamo wako ni upi, alafu sisi tutakuja kuangalia kile ambacho utakuwa umecomment. Endelea kuangalia Nje ya Box TV kwa taarifa zaidi.